Of course kwa taarifa ambazo nimezipata kutoka kwenye chanzo changu ambacho ni chanzo cha kuaminika kabisa. Yani ni moja ya watu ambao nawaamini wakinipa taarifa ni kwamba Florai Benge kocha wa Al Hilal Omdurman amejiunga na Azam FC, na unajua Ibenge ni moja ya makocha ambao walikuwa kwenye listi ya makocha ambao walikuwa wanatakiwa kujiunga na klabu ya Young Africans mwishoni mwa msimu huu, lakini mambo yameenda tofauti kutokana na ofa ambayo Azam walikuwa wameweka mezani imemvutia zaidi Ibenge kwenda kujiunga na Azam FC. Na maana yake ni kwamba kuanzia msimu unaokuja 2024 2025-26 atakuwa kocha wa Azam FC na sio kocha wa Young Africans kama ambavyo ilikuwa inaripotiwa hapo awali. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba moja ya vitu ambavyo vimesababisha Ibenge asikubali ofa ambayo amepewa na klabu ya Young Africans ni kwa sababu ya fedha ambayo Azam walikuwa wameweka na fedha ambayo Yanga walikuwa wameweka. Azam walikuwa wameweka pesa nyingi zaidi kuliko ile pesa ambayo Young Africans walikuwa wameweka, na ndio maana amechagua zaidi kwenda kujiunga na Azam FC. Na ukitazama kwa namna ambavyo mambo yalivyo mpaka hivi sasa, Azam FC wanachokihitaji zaidi ni kupata mwalimu ambaye ana uwezo mkubwa zaidi, na of course Ibenge ni moja ya walimu ambao wana uwezo mkubwa sana kwenye bara la Afrika. Ukumbuke huyu ni bingwa wa CAF Confederation akiwa na RS Berkane, aliwasaidia kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho miaka kadhaa iliyopita, lakini pia huyu ni mmoja wa makocha ambao wamefanikiwa kucheza fainali pia ya kombe la shirikisho mara kadhaa. Sio tu yeye kuwa bingwa, lakini yani amefika fainali mara mbili. Mara moja amepoteza na mara nyingine amefika na akaenda kuchukua. Na sasa hivi ni kocha wa Al Hilal Omdurman, timu ambayo haina ligi official ambao wanashiriki. Msimu huu ndo wamepata ligi ya Mauritania, lakini kwa miaka mitatu yote ya nyuma walikuwa hawashiriki kwenye ligi yoyote. Walikuwa wanacheza tu mechi za kirafiki na nini, lakini hawakuwa na ligi official ambayo walikuwa wanashiriki kwa sababu ligi ya Sudani ilikuwa imefungiwa na ilikuwa imesimamishwa. Maana yake hapa hawakuwa na sehemu ambao wanashiriki ligi moja kwa moja. Kwa mwisho siku chaguo lao ikawa ni kutembea tu kwenye mataifa tofauti tofauti, mara waende Dubai wakae kidogo, wacheze mechi kule za kirafiki, waje Tanzania hapa wakae. Kama unakumbuka wale kuja hapa pia kucheza dhidi ya Simba mara kadhaa na timu tofauti tofauti pia vile vile. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa imekuwa haina makazi kwa miaka mitatu, lakini yeye kama kocha amejitahidi sana kuitengeneza timu ikawa timu shindani, timu ambayo ina uwezo wa kuingia hatua ya makundi kwenye kila msimu, kwa sababu hata ukiangalia kuanzia mwaka 2021, 22, 23, 24 ni timu ambayo imekuwa na wakati mzuri sana. Wana misimu mitatu mfululizo wanagonga hatua za makundi, lakini msimu uliomalizika wamefika mpaka hatua ya robo finali na wakaenda kutolewa na Al Ahly. Of course Al Ahly naye akaja kutolewa hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ukiangalia kwenye siku za hivi karibuni Al Hilal Omdurman imekuwa ni miongoni mwa timu ambazo ni bora barani Afrika, moja ya timu ambazo zimekuwa na uwezo mzuri sana kwa sababu ya uwepo wa Florai Benge kama coach. Lakini pia hata wachezaji ambao wako pale ni wachezaji wazuri, mtu kama Jean Claude Giramugisha ni moja ya mawinga wazuri sana kutoka kwenye klabu ambaye ni raia wa Rwanda, na of course kuna possibility pia kubwa naye akaja kujiunga na Yanga mwishoni mwa msimu ama akajiunga na Azam FC. Ni moja ya wachezaji wazuri sana ambao wako kwenye kosti ya Al Hilal Omdurman. Lakini pia msimu huu unaona hata kwa namna ambavyo timu imeshiriki kwenye mashindano ya kimataifa, unaona kabisa Ibenge amefanya kazi kubwa sana. Ni moja ya makocha ambao wameifanya Al Hilal iwe timu shindani sana na timu bora sana kwenye mashindano ya kimataifa. So far kwa kile ambacho alikifanya na mahitaji ya Azam FC ni vitu viwili ambavyo vinaendana. Wasiwasi wangu ni pale Azam FC hana wachezaji wazuri sana wa kumfanya Ibenge aweze kuwa na hiyo luxury ya kufanya chochote ambacho anakiweza kimbinu na kiufundi, kwa sababu Azam haina wachezaji wazuri sana. Lakini naamini kwamba kama Azam FC kama klabu imeamua kumchukua Ibenge, maana yake ina uwezo pia kuingia sokoni kwenda kusajili wachezaji wazuri ambao watakuwa na uwezo wa kwenda kuwasaidia zaidi. Yote kwa yote tusubiri tuone ataenda kufanya kitu gani pale Azam FC, lakini kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba tayari amesaini mkataba wa miaka 2 akiwa kocha mkuu wa Azam FC, na atatambulishwa mara tu baada ya michezo ya mwisho kumalizika. Na ukumbuke mchezo wa mwisho wa Azam FC unaenda kucheza ugenini. Kwa hiyo baada tu mchezo wa mwisho kumalizika, kwa maana mchezo wa kumaliza msimu tarehe 22 ya mwezi huu, watamtangaza kama kocha wao mkuu na wataanza maandalizi ya kuanza msimu unaokuja. Mipango ya Azam pia ni kwenda kusajili wachezaji wengi wa daraja la juu, lakini mara nyingi Azam imekuwa ikisema inasajili wachezaji wazuri, lakini haijawahi kusajili wachezaji wazuri sana wa daraja la juu. Kwa hiyo this time around wamesema watasajili wachezaji wa juu. Pengine uwepo wa Ibenge kama kocha kwenye kikosi cha Azam FC inaweza ikapelekea wakaenda kusajili wachezaji wazuri zaidi ambao watakuwa na uwezo mkubwa na kuwasaidia kwa msimu unaokuja. Lakini Ibenge target yake ni kuhakikisha kwamba msimu unakuja
anafika anaingia group stage, kwa maana anaifikisha Azam hatua ya makundi, kitu ambacho itakuwa ni mara ya kwanza kwenye historia ya Azam FC. Na of course sisi kama Watanzania tunatamani kitu kama hicho kitokee, kwa sababu Azam FC ni moja ya timu bora sana, ni moja ya timu ambazo zimekuwa na uwezo mzuri. So ukipata mwalimu ambaye ana uwezo wa kuwapeleka mpaka hatua ya makundi ni jambo la kujipongeza. Na of course Azam ni moja ya timu ambazo zina pesa, zina kila kitu, lakini mara nyingi imekuwa na changamoto kutopata wachezaji wazuri, lakini pia makocha wazuri. Kwa hiyo uwepo wa Ibenge kwenye kikosi unaweza kusaidia wao kwenda kusajili wachezaji wazuri, lakini pia kuwafanya waweze kufikia yale malengo ambayo wamejiwekea. Watu ambao watakuwa wameumia na huu usajili ni pamoja na Yanga ambao walikuwa wanamhitaji Ibenge, lakini kwa bahati pesa yao ilikuwa ni ndogo, na mwisho wa siku amewapiga chini, ameamua kwenda kuchagua zaidi ofa ambayo amepata kutoka Azam FC. Na of course Azam FC kwenye swali linalohusu masuala ya pesa wao huwa hawanaga shida. Yaani issue ya pesa sio shida zao. Wanaweka pesa ambao wanataka, wewe unaotaka wanakupa na unawatumikia. Kwa hiyo tusubiri tuone msimu unaokuja atafanya kitu gani, lakini mpaka sasa kwa wale ambao walikuwa naamini kwamba Ibenge atakuwa kocha wa Yanga, issue ni kwamba kila kitu kimeisha. Hawezi tena kuwa kocha wa Young Africans, lakini atakuwa kocha wa Azam FC kwa msimu mwaka 2025 2026.